kazi yangu, washa moto leo, wacha hapo wangu, kwa jina la Yesu Kristo, ninawasha moto, ninawasha moto, wacha kustari kwangu, wacha kustari kwangu, kwa jina la Yesu Kristo, ninawasha moto, washa 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 moto, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ninawasha moto, wote wenye ninawasha moto, wote wenye mamlaka, wachia, wachia, wachia mamlaka, wachia uzima, wachia mshinde, wachia rema, wachia, 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 lazima wachie, kila kitu chako, lazima wachie, kila kitu chako, lazima wachie, baraka zako, lazima wachie, watoto wako, lazima wachie, pesa zako. Kila kitu ni wewe. Penda sasa. Watenda mizako. Watende. Kama kisha ule mikosi na madhara. Wapenda kepese. Washa moto kwa jina la Yesu. Washa moto kwa damu ya Yesu Kristo. Washa moto yenye nguvu. Washa moto. Washa moto. Sikia neno la Mungu. Nisikilize sasa. Mungu akamwambia Musa, kusanya fimbo 12 kwa kila mmoja wa wana Israeli. Fimbo moja tu ya Haruni ndio iliyochipuka kwa ajili ya kukomesha manunguniko. Nahitaji wewe ukachipuke kwenye familia, ukakomesha masikini, ukakomesha laana iliyoongelewa tangu na tangu na tangu, ukaikomesha hiyo laana, ukafute maagano yote waliokuwa wameyaweka wakisema kwamba uko huu hawatanunua magari kwa sababu labda babu yako aligongwa na gari, uko huu hawatajenga nyumba nzuri, uko huu hawataolewa, uko huu hawatamiliki pesa. Futa hiyo damu ya utumwa, anamaanisha hivyo. Wewe sio mtumwa. Omba sasa kwa jina la Yesu. Kata utumwa, kata utumwa. Wewe sio mtumwa, wewe sio mtumwa. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninawasha moto, ninawasha moto. Usiku leo, ninawasha moto. Wote wenye nguvu, wote wenye uwezo, ninawasha moto. Wote wenye mamlaka, ninawasha moto. Wote wenye moto, ninawasha moto. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninawasha moto. Kwa jina la Yesu Kristo, ninawasha moto. Ninawasha moto juu ya maadui zangu, juu ya pesa wangu, ninawasha moto. Moto wa Roho Mtakatifu, maana imeandikwa, moto unakuna mbelepo, nimetumia ya moto unateketeza wenye utu wa shetani, leo kutangulia, leo kufuatia, ninawateketeza kwa moto wa Mungu Elia, ninawaangamiza kwa jina la Yesu Kristo, ninawasha moto. Moto wenye nguvu, ninawasha moto. Moto wenye uwezo, ninawasha moto. Moto wenye mamlaka, ninawasha moto. Ninakataa laana, ninakataa mikosi ya familia yangu, ninakataa magonjwa ya kulisi, ninakataa masikini kwenye familia yangu, leo kutoka jina, ninakataa. Omba. Simama kwa zamu yako. Omba. Simama kwa zamu yako. Wewe ni shujaa. 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 Kwa familia yako, kwa watoto wako, kwa biashara yako, kwa huduma yako, kwa mali zako, kwa pesa zako.
moto, tunawasha moto, tunachochea moto, tunafanya mtakasa kwa jina la Yesu Kristo. Sikia mwana Mungu, sikia mwana Mungu. Kama mvua hii inanyesha, jinsi inavyoshuka, cha kwako chochote kilichozikwa kikachipuke, kikafufuke, kikaje juu. Cha kwako chochote kilichozuiliwa, kama na kitu chako kimezuiliwa kwa kupitia mvua hii. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Zaburi 68 na ule mstari wa 9, uliso wako ulipochoka ulinyesha mvua ya neema. Hii ni mvua ya neema, 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 hii ni mvua ya neema. Haleluya, haleluya, mvua hii ya neema. Weka mkono wako hivi. Haya, jiombee kichwa chako. Hakuna kuuma, hakuna kupoteza kumbukumbu, hakuna kusahau, hakuna mtu anakuongea tu na akili. Unapaje? Hakuna kosa akili, sawa? Haya, omba. Biblia inasema peka mikono juu ya wagonjwa, na watapata afya. Wewe unaweka afya kwenye kichwa chako kwa jina la Yesu Kristo. Mvua ya neema, mvua ya neema, mvua ya neema, mvua ya neema, mvua ya neema kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya nguvu zako, kwa damu ya uwezo wako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la mamlaka, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya nguvu zako. Damu ya mamlaka yote, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la mamlaka, kwa jina la uwezo wako, kwa jina la Yesu Kristo. Mvua ya neema, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Wachimba wenye nguvu, wachimba wenye uwezo, wachimba wenye mamlaka. Mungu anasema atazungumza hata kusikia. Chukua maji yale pale. Kwa jina la Yesu Kristo, kama yeye anasema, tunawasha moto, tunawasha moto, tunatakasa mikono yetu, tunatakasa mikono yetu. Kwa jina la Yesu Kristo, tunatakasa, tunatakasa, tunatakasa. Washa moto, washa moto, washa moto, washa moto. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la mamlaka, kwa damu ya Yesu Kristo. Wakatoa imani wa sifa vike mbele huko kwa jina la Yesu Kristo. Wachukua waka zako hapo. Mungu anakuagizia msaada toka juu, toka juu, toka juu. Kama watu wanatumia maji kuroga watu, wachukua maji ya Mungu hapo, kimaliza mvua inakatika. Sasa wewe baadaye uwai kabla haijakatika. Hallelujah. Hey!
Mmejusa niliokoka. Mungu awabariki. Hakika Mungu awabariki sana kwa upendo wenu. Mmenifariji sana, nimebarikiwa sana. Mungu awakumbuke jamani. Amen. Haleluya. Tuna wimbo mdogo mfupi, usichoke. Haleluya. Ni kwa ajili ya wanawake, jeshi kubwa. Haleluya. Lakini wababa pia mtatupigia hata makofi.
Siku zote tuendelee tuombe. Kama ni mbona ukapenda, kama ukipenda sawa, lakini bora twende Kamila Washami. Ni mbona ukapenda Kamila Washami. Washami wakasekea kashinda cha magari, kashinda cha magari. Na kumbe zilikuwa ya za wakoma, zilizojawa uweza wa Washami wakasekea kashinda cha magari, kashinda cha magari. Na Waisraeli na kumbe zilikuwa nyayo za wakoma, zilizojawa uweza wa Mungu. Kishindo cha wakoma kiliwapendeza Washami. Kishindo cha wakoma kiliwakimbiza Washami. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Wahitaji sana ndugu, je, watambua kwamba yuko Mungu awezaye kurahisisha magumu tusiyoyaweza? Wahitaji sana ndugu, je, watambua kwamba yuko Mungu awezaye kurahisisha magumu tusiyoyaweza? Waweza kumwita Elohimu, Mungu aliye karibu na watu. Waweza kumwita El-Shaddai, waweza kumwita Adonai. Waweza kumwita Elohimu, Mungu aliye karibu na watu. Na hata sasa Bwana ametupigania, pigania kwa ushindi. Tutashinda zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda, kwa yeye aliyetupenda, kwa yeye aliyetupenda. Na hata sasa Bwana ametupigania, pigania kwa ushindi. Na tutashinda zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Waweza kumwita Elohimu, Mungu aliye karibu na watu. Na hata sasa Bwana ametupigania, pigania kwa ushindi. Na tutashinda zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda, kwa yeye aliyetupenda, kwa yeye aliyetupenda. Na hata sasa Bwana ametupigania, pigania kwa ushindi. Na tutashinda zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda, Haleluya. aliyetupenda. Haleluya. Nimeondoa mama na shukrani. Nimeona niwaite kabla tujatoa matunda mengine ipate kurudisha shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo jema kumshukuru Mungu kwa maisha yetu. Ile amefanya. Ni mwezi sasa tunakwenda watano, leo ni 27 mwezi wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kabisa, ni hatua nyingine. Ninaita wamama wengine wamekaa huko. Bwana Yesu asifiwe. Ila wewe ulikuja. Chapa makofi kwa Mungu.
Nimkaribisha mwenyekiti wa wamama, kila msemaji atasema mchungaji kwa dakika moja. Ndio maiki nyingine, ndio maiki. Karibu mchungaji, niseme kwa ajili ya wamama. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Haleluya. Sisi kina mama tulikuwa na semina kuanzia Jumanne, Alhamisi, Ijumaa, leo Jumapili tunamalizia semina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi, kwa sababu kina mama uzao wetu umekombolewa baada ya kufanya semina chini ya baba yetu mtu wa Mungu Elia. Haleluya. Semina ilikuwa nzuri sana. Wamama tumefunguliwa, mabinti wamefunguliwa, watoto wetu wamefunguliwa, waume zetu wamefunguliwa. Maana tukasema hatuna budi, lazima tumpe Mungu Elia shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani inakuheshimisha. Shukrani inaleta baraka juu ya familia yako. Ukishapewa uzao uliosimama, lazima urudishe shukrani kwa Bwana. Haleluya. Kwa nini? Mashetani yamekimbia kuharibu uzao wako. Sasa unatakiwa kurudisha shukrani, mwambie Mungu Elia, tunatoa shukrani kwa ajili ya kuendelea kustawisha familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bado tunakuheshimu sana wanawake. Tunasema asante sana kwa ajili ya semina uliyoendesha ndani ya madhabahu utakaso. Hakika wanawake tumefurahi, wanawake tumestawi, hatuna budi kuleta shukrani mbele za Bwana. Ndio maana tumekuja mbele yako tukiomba uzima, afya, baraka, tuendelee kustawi ndani ya madhabahu ya utakaso. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii sadaka na ya shukrani na zaka. Amen. Kwa kwanza muonesha uaminifu. Kama unanielewa, barikiwa. Kama unielewi pole. Amen. Kwa umetumia gharama kubwa, mamilioni ya pesa, umesomesha watoto wako, afu ghafla tu mama mkwe anakunyang'anya mtoto wako. Yes. Kaka mwana anakunyang'anya mtoto wako wa kiume. Ndio. Kakulima anakunyang'anya, anapeleka mtoto wako mbali huko, baadaye anakuja kumwambia nije nikuone unakwenda kweli. Hujasoma Biblia wewe, unasoma kwamba utamwacha mama yako, utamwacha twende huko. Akitaka kila siku kwenu unaondolewa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kabla kunibariki mimi nahitaji nikubariki kwanza. Amen. Kwa mkono wangu. Hali moja baraka niliongea mwenyewe na moja hapo nilichukua mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo mwenyewe nimesimama hapo kwa sababu haya maji Mungu ameniponya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaamini haya mambo. Yesu alisema laiti ungelijua kuomba maji wewe ndio ungemuomba. Maji haya yakafanyike utakaso kwako. Amen. Maji haya yakafanyike baraka kwako. Amen. Ukaone wema wa Mungu kwa kuwa Mungu yeye ni kisima cha maji ya uzima. Amen. Kwa kuwa Mungu yeye ni kila kitu. Ukapata vitu vyote. Yesu Kristo, ni maombi ya Bwana gamba mkono wangu. Sasa Bwana Mungu akasijuaje? Kila baada hii kiroho. Na vitu vinafanyika kwa kiroho.
hiki ni kitendo cha imani alichokifanya Ibrahimu kwa Melkizedeki. Uzao wa Ibrahimu ukabarikiwa, uzao wa Ibrahimu ukainuliwa. Kwa kupitia Isaka ya wamama hawa, uzao wa kwao ukainuliwe. Kizazi cha sasa na kitakachokuja ninakibariki kwa jina la Yesu Kristo. Baba yote anayetia mkono wake hapo ili kubariki. Baba, usema atakaye kubariki na atabarikiwa. Kwa kupitia Isaka Mungu na mkemea naye roho zote za chungu ulete na zishinda kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu na kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Nyenyewe sadaka, nyenyewe. Asante Baba mbingu na nchi kwa ajili ya shukrani hii. Kati ya wale 10, mmoja tu alirudisha shukrani. Lakini wamama hawa Mungu wameleta shukrani hii. Ninajua Mungu kuna jambo jema la chakula lilikuwepo. Lakini kwa sababu Yesu Kristo yote ni ya kwako, mapenzi ni ya kwako. Yalofunuliwa ni ya kwetu, yalostiriwa ni ya kwako. Baba, mtakatifu azili Yesu Kristo. Sadaka hii ya shukrani isiwe na manunguniko. Sadaka hii ya shukrani inaitakasa na kuiponya. Naomba ikafanye kazi yako Yesu Kristo. Ninaomba ukatukuzwe kwa kupitia sadaka hii. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Tulia hapo sasa niombe. Mzuri Yesu mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye mamlaka. Wewe ni Baba, unaweza yote. Wewe ni Baba, una nguvu zote. Tazama Mungu, umesema watendakazi ni wachache na mavuno ni mengi. Wewe Mungu unatafuta watu wa kufanya nao kazi. Wewe Mungu ambaye ulimpa Mariamu mbawa kubwa kama za tai mkubwa, kwenye Ufunuo sura 12 na kuanzia mstari ule wa 11 mpaka 17. Baba wa milele, mfalme mkuu Yesu Kristo, wamama hawa ninawanyunyuzia damu ya Yesu Kristo kwenye matumbo yao, kwenye miguu yao, kwenye migongo yao, kwenye viuno vyao na kwenye vichwa vyao. Ninaomba washike, wavushe na watetee. Ninatamka baraka kwa ajili ya wamama hawa, mama wa taifa letu Bwana. Tazama wamama hawa ni kwa ajili ya taifa letu la Tanzania na ni kwa ajili ya ulimwengu wote. Baba, kwenye mabara yote 7, wamama hawa ninawabariki. Baraka za rohoni na baraka za mwilini. Yoyote aliyesimama hapa na yoyote ambaye alilogwa kabla hajazaliwa, Baba ule uchawi leo ninauondoa. Kwa sababu umesema roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Adhabu ambayo ilifanya mama yake adhibiwe, bibi yake adhibiwe, hiyo adhabu inayokuja kwa mtu huyu kwa kazi. Roho zote za magonjwa ya kulisi, roho zote za kufukuzwa, roho zote za kutokuwa na kikao duniani, kwamba ukose mji, ukose kutulia, ukose uzao, ninazifuta kwa jina la Yesu Kristo. Ninataka uzima kwa mtu huyu kwa jina la Yesu. Nataka amani kwa jina la Yesu Kristo. Ninataka baraka kwa jina la Yesu Kristo. Ninataka ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Ninakupa neno la kinabii leo. Wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Amen. Wewe ni shujaa. Amen. Inuka tena. Amen. Inuka tena. Amen. Familia inakuangalia wewe. Jamii inakuangalia wewe. Yes. Nyumbani familia inakuangalia. Kwenye ukoo familia inakuangalia. Yes. Inuka tena mama. Amen. Mwanamke inuka tena. Amen. Mwanamke inuka tena. Amen. Inuka kiuchumi kwa jina la Yesu. Inuka kimaisha kwa jina la Yesu. Inuka kibiashara kwa jina la Yesu. Inuka kibiashara kwa jina la Yesu. Inuka tena. Inuka tena. Inuka tena. Inuka tena. Kihuduma inuka tena. Kimaisha inuka tena. Inuka tena kwa jina la Yesu. Uchumi wako ukainuke. Maisha yako yakainuke. Biashara zako zikainuke. Kazi zako za mikono zikainuke. Kwa jina la Yesu Kristo.